Mpendwa mtazamaji wangu, kipindi hiki kinaleta majibu kwenye maisha yetu. Mungu ameyaruhusu wasaa huu nisikilize, kwa sababu ana jambo la kukuhudumia, na mambo mema yanaenda kuachiliwa kwako, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Naenda kuzungumza juu ya damu ya Yesu Kristo. Hii somo ni endelevu. Jana niliongea juu ya nguvu ya neno la msalaba, ambao tulikaa zaidi kwenye eneo la damu ya Yesu Kristo. Na leo naenda kumalizia kipengele hicho, kwa sababu sikukimaliza. Damu ya Yesu Kristo ambayo ndiyo inayotutetea, inatupigania, inatusaidia. Ushindi wetu unatokana na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 nasema, kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo nikaanzisha hapo kuifunua kweli ya kwamba neno la msalaba lina nguvu, na nguvu hiyo maanake msalaba umebeba mafunuo yanayoachilia nguvu, msaada, ukombozi, uponyaji, mafanikio yamefichwa kwenye msalaba. Msalaba ni siri kubwa. Watu wengi hawaelewi msalaba nguvu yake ni nini. Hatukuweza kushinda matatizo, hatungeweza kushinda wachawi wala mapepo wala laana wala mikosi, ni mpaka msalaba ulipoinuliwa na kufunua nguvu iliyotokana na kifo cha Yesu pale msalabani. Na Yesu alipokufa msalabani, nguvu za Mungu zilifunuliwa. Uweza wa Mungu uliruhusiwa kuja kwa wanadamu, wale ambao wanaamini katika damu yake, wale ambao wanaamini katika kazi ile ya msalaba walipokea mabadilishano, substitute. Yaani yeye alichukua nafasi ya wanadamu wanaoteseka, wanadamu wanaoumia, walio katika laana. Yeye akachukua nafasi ya wanadamu. Ndio maana maandiko yanasema mahala pengine ya kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa sababu imeandikwa, amelaaniwa kila mtu anayetundikwa msalabani. Kwa tukio la Yesu kutundikwa msalabani, alikuwa analaaniwa. Laana ni mabaya yote unayojua, matatizo yote, mikosi yote, nuksi zote, mabalaa yote, magonjwa yote, ufukara wote, umasikini yote yalibebeshwa kwenye mambo ya laana. Yesu alibebeshwa hayo yote. Na ndio maana sasa msalaba unakuwa na nguvu mno kwa wale ambao wanaamini, kwa sababu ukiamini msalaba unampa Yesu matatizo yako, unampa Yesu laana zako, unampa Yesu mikosi yako, unampa Yesu magonjwa yako, unampa Yesu maskini wako, unampa Yesu fedheha zako. Halafu unachukua heshima ya Yesu, unachukua afya ya Yesu, mafanikio ya Yesu, unachukua yale mambo mazuri ya Yesu, unachukua wewe, halafu Yesu anachukua yale mabaya ya kwako. Unaona jinsi ambavyo Mungu ametupenda upeo. Mungu ametujali kiwango ambacho hakielezeki, ya kwamba Yesu alikuja akafa msalabani
kwa ajili yetu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, hatukutubu kwanza wala hatukumtafuta Bwana. Ni yeye mwenyewe alitengeneza njia ya sisi kukubalika kwake kwa njia ya msalaba. Ndio maana neno la msalaba kwetu sisi ni nguvu, ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni mamlaka, ni mamlaka, ni uweza. Ni mamlaka. Mamlaka ni nini? Tunapoongea mamlaka, tunaongea mamlaka kama ya serikali. Mamlaka ya serikali maana yake ni majeshi, ni silaha. Kwa hiyo mamlaka ya kiungu ni majeshi yake, malaika. Yeye mwenyewe Mungu anaitwa Bwana wa majeshi, malaika. Kwa hiyo tunapoongea nguvu ya Mungu, neno la msalaba ni nguvu yetu. Maana yake uweza ule, majeshi ya Mungu. Ninapoomba wakati huu, majeshi ya Mungu yamenizingira hapa, na majeshi ya Mungu yamekuzingira hapo. Yani yanasubiri tu kile ninachotamka hapa. Mimi natamka kama mfalme. Ninachotamka, majeshi yanachukua hiyo neno mara moja, inakuja kwako na kukusaidia. Ninapotamka, kama una shida yoyote, malaika waliokaa standby, tayari wananisubiri nitamke lolote, wanalidaka, wanakuja kukusaidia. Kama kuna kifungo chochote, wanachukua hilo neno, wanakuja kukufungua. Minyororo yako inafunguka, laana zinakatika, kazi za kizimu zinavunjwa, wachawi wamekuloga, uchawi unavunjwa, magonjwa yanavunjwa. Naona hata sasa wanakuhudumia hapo malaika wangu. Malaika wako kazini. My God, thank you Jesus. Malaika wako kazini. Usiku wa leo nimesikia kwamba Mungu anaenda kusaidia watu kupitia damu ya Yesu Kristo. Watu ambao hawana matumaini, wamekata tamaa, wako na majonzi na mateso na tabu, hawana thamani. Dunia imewatupa, imewabeza, imewadhihaki. Nataka leo nikwambie, Bwana amenituma kwako nikwambie kwamba leo hii thamani yako inaumbwa kwa maneno ninayotamka. Maana kwa maneno ninakuumba wewe, ninakutengeneza, mimi ninakutengeneza kwa sababu nimetumwa kwa neno la Bwana. Hii inayotamka sio langu. Ezekieli aliwekwa kwenye bonde lililokuwa limejaa mifupa mikavu. Akaambiwa Ezekieli, tupite, tutembee kwenye hili bonde. Akapita pande zote. Halafu akionyeshwa, angalia hii mifupa mikavu ilivyojaa. Halafu akazunguka kwenye mifupa mikavu. Naona kama Bwana ananizungusha kwenye mifupa mikavu, kwenye watu waliokata tamaa, watu wenye mizigo mizito, watu ambao hawajui mambo yao yatatokaje, hawajui watafikaje kwenye kilele cha baraka zao. Waliokata tamaa ndio ninawajia. Waliokata tamaa kama kwamba matumaini yao yamekauka kama mifupa mikavu. Nimetumwa kwa mtu kama huyo ambaye hana matumaini, ambaye yuko hapo anaugulia magonjwa, yuko hapo anateseka, hana kazi, anateseka, hana mtoto, ameumia, ndoa nayo lakini hajapata watoto. Nimetumwa kwako. Yuko mtu hapa anatazama, ana elimu nzuri na amegraduate, lakini ajira hakuna. Nimetumwa kwako nikuinulie imani kwamba msaada wako upo, unatoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kuna njia ya kutengenezewa ajira. Iko nafasi ya Mungu kujihusisha mwenyewe. Usiwe na wasiwasi. Mambo yanayoendelea katika maisha yako, usiwe na wasiwasi. Wewe ndiye mtu utashuhudia na dunia itakusherehekea. Mapito yako iko natengeneza ushuhuda tu. Umechelewa kupata watoto, ni ushuhuda tu ili wengine watiwe moyo. Umechelewa kuolewa, ni ushuhuda tu.
Umechelewa kuoa kwa sababu unaogopa una hela ya kumlisha mwanamke. Wewe huo ni ushuhuda tu. Utapata mambo mazuri leo. Mungu yuko tayari kuinua mtu ambaye anafikiri kujinyonga. Wacha kujinyonga. Na ninainuliwa na Bwana kulibariki taifa la Tanzania, kuibariki Afrika, kubariki dunia, kokote nchi yoyote uliopo. Pengine uko nchi ambayo iko na vita, Bwana amenituma kwako. Neema ya Bwana ipo, itakufikia hapo kwenye hiyo nchi yenye vituko, hofu na mashaka ya vita. Bwana mwenye nguvu na uweza, aliyeweka moyo wa mwanadamu, anaweza. Akamwambia Ezekieli, mifupa hii je, inaweza kuishi? Ezekieli akasema, majibu unao wewe, mimi ndivyo ninavyosema. Sasa nisikilize, sababu lengo langu sio hapo sana, lakini tutakuwa na maombi kwa ajili ya mambo fulani hapo. Ndio maana nikaenda hapo. Ezekieli akaambiwa, anza kuongea, anza kuzungumza na mifupa mikavu. Zungumuza na matatizo, yaambie matatizo nimetumwa na Mungu. Ambia hiyo shida, ambia hiyo hali, izungumzie. Usilielie tu useme, jamani hapa mimi masikini, jamani mimi na matatizo, jamani sina hela, jamani sina nyumba, sina kodi. Wacha kuongea lugha hiyo. Ongea na matatizo, sema mimi nimebarikiwa, fedha zinanitafuta, nasikia harufu ya fedha na mali zinanitafuta, mibaraka ni kama yote inanifuata. Jina langu limeandikwa kwenye baraka, zinanijua jina langu, maana zimetajiwa jina langu. Nendeni kwa Dr. Moses Kingu, zinakuja, hazitakosea njia. Hata kwako ninazielekeza za kwako, hazitakosea njia. Kama vile Gabrieli hakukosea njia akaenda kwa bikira mwingine, aliamua nenda kwa Bikira Mariam. Kuna baraka zimetajwa jina lako na zinakuja kwako, wala usio na wasiwasi. Usigombane na mtu fulani ambaye eti ametangulia kupata hiki na kile. Acha wivu. Eti wengine wana wivu wa kijinga sana. Eti mimi fulani kapata mchumba, unaanza kununa. Unanunia nini? Utaolewa. Kwa sababu gani? Wewe ni mjinga kabisa. Kwa sababu unafikiri kuna baraka za kunyang'anyana. Yaani unajua akili ya watu walio na roho maskini, huwa wanadhani mwenzake akipata basi ameshapata yeye kila kitu, yeye hana tena. Na ndio watu wana roho ya kimaskini huwachukia matajiri. Ufikiri kwamba tajiri ameshabeba pesa zote, mali zote. Ukiwachukia matajiri wewe hutatajirika, unabaki hivyo. Mungu ana kila kitu cha mtu. Kila mtu anacha kwake. Kwa hiyo ukiona mwenzako akifanikiwa, furahi. Kumbe watu wanakuwa matajiri. Hata mimi inawezekana. Kumbe watu wanaweza kupata hiki. Kumbe inawezekana. Hiyo ni ushuhuda kutia moyo. Kwa hiyo wacha kununa. Ukiona mwingine amepata, kila mtu na tangaza, malaika huyu ananitazama, zile package, kile kifurushi cha mibaraka yake, andika jina lake na mumletee na umfikishie. Malaika, shusha furushi la baraka zinakuja kwako, zifike kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe kwa huyu anayetazama. Jina la Mungu lisifiwe. Huyu ndugu yangu anapokuwa na baraka hizo, asifiwe Yesu. Kadiri mpendwa wangu huyu anapokula vizuri, anavaa vizuri, analala mahali pazuri, anasoma elimu vizuri, anapata familia nzuri, watoto wanasoma vizuri, wazazi wanaendelea vizuri, mambo yake yako super. Bwana utukuzwe kwa mibaraka unaishusha kwa mpendwa wangu anayenitazama, maana umenituma nigeuze hali hiyo ya mifupa mikavu, nimwachilie mbaraka wako. Angalia mstari ule wa 7. Kumbe ndo sijakwambia kitabu. Okay, hiyo ni Ezekieli 37 mstari wa 7. Maandiko yanasema Ezekieli alipokuwa anatamka, anaongea na matatizo, kukatokea tikisiko, kukawa na uumbaji. Ndio hapo point yangu. Mimi nakuumbia mambo. Yaani leo tamka ni mimi nimeshaumba. Ezekieli, utii wangu, utii wa Ezekieli ndio unaumba vitu. Unajua watu wengine hawaelewi. Wanamwangalia Mungu kama yuko mbinguni mbali. Mungu anaishi ndani ya mwanadamu. Na Mungu anaweka maelekezo kwa mwanadamu. Mwanadamu ni wewe na mimi.
ina maana wewe na mimi ndio tunamkwamisha Mungu. Kwa maana nakuambia ongea, halafu nasema nitaongeaje? Hii jambo ni gumu sana. Hili jambo haliwezekani baba. Mimi ni maskini, hata wewe baba utaujua, hata uko wetu huko hivyo hivyo. Tunamfundisha somo Mungu. Unajua kuna wakati tunaanza kumuelekeza Mungu. Kunaanza kumfundisha Mungu kama hajui vizuri maisha yetu. Kuna siku moja mtumishi Gideon aliishi mazingira ambayo yalikuwa ni ya kutisha. Adui alikuwa na nguvu kila mahali, walikuwa wanaharibu kila kitu, walikuwa wanajificha tu. Mungu akamjia Gideon akamwambia, Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Gideon alishangaa sana. Kwanza ni muoga, mashaka yamemjaa, wasiwasi, masikini, wanaogopa maadui. Anapepeta ngano ajifiche. Halafu neno linamwambia yule anayejificha, ewe shujaa. Akashtuka akasema amekosea, si mimi. Na yeye akamwambia, unamaanisha mimi ni shujaa? Shujaa anayejificha? Mimi ni shujaa kweli? Akamwambia wewe ni shujaa. Akasema hapana. Kama mimi ni shujaa, matatizo kama wewe uko na mimi, mbona shida zote zimenipata? Mbona matatizo yamenipata? Si ndio tunasema hiyo? Kama kweli umeokoka, kama kweli wewe ni mtu wa Mungu, mbona mambo yako sio mazuri? Mbona huna kodi? Mbona hujapata hiki na kile? Hizo ni sauti za shetani. Hizo ni sauti za shetani. Kwa sababu kuokoka hakufanyi usipate shida. Matatizo yapo. Matatizo yapo. Yesu alisema matatizo yataendelea kuwepo. Hata yesema dhiki zipo. Duniani tuna dhiki. Mbinguni ndio hamna dhiki, hapa kuna dhiki. Tuna matatizo hapa. Yaani kwanza ukizaliwa tu umeanza kukutana na matatizo. Baridi, hiyo ni shida tayari. Lazima utafute ufunike nguo mtoto. Chakula, nguo, nyumba, hizo ni zote hizo ni mahitaji. Kwa hiyo ina maana duniani maiti tu haita matatizo. Wewe unapewa nguvu ya kukabiliana na mambo mabaya, uyashinde. Hiyo matatizo yapo, ila tunayashinda. Shetani, tunapoongea matatizo, ni shetani yupo, lakini tutamshinda. Sasa Gideon anamwambia, mimi nimezaliwa nyumba ya kimaskini, baba yangu ni maskini, mimi ni mdogo kule, mimi sifai. Anajieleza, yani anamfundisha Mungu, Mungu umekosea. Mimi labda ungeongea na kaka yangu zaidi. Mimi si unaona mimi ni mdogo, nimezaliwa familia maskini. Hivyo ndio tunaona mambo ya Mungu yakija kwako, Mungu aongei, akupi mambo madogo madogo, anakuambia vitu vikubwa, alafu bado unajishangaa, hivi Mungu amekosea? Au anasema au sio mimi? Ni wewe mwenyewe. Geuza ufahamu wako, badilisha fikra zako. Wewe ndio huyo ambaye Tanzania inakusubiri, Afrika inakusubiri. Wewe ndiye huyo ambaye Mungu anakutengeneza leo, anakuandaa leo ili usimame, uwe shujaa, ukafute machozi ya watu ambao wanalia na kuomboleza. Simama kwanza wewe. Usiposimama wengine hawatainuka. Usiposhinda wengine hawatashinda. Usiposimama wengine wataendelea kuomboleza. Ukoo wako utabaki hivyo hivyo, wazazi wako utabaki hivyo hivyo. Simama ushinde. Simama, kubali, na Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Sasa nisikilize. Damu hii inafanyaje sasa? Damu hii sasa ndio inaachilia haki ya haya yote ambayo nimeyaongea, kwa sababu sina haki ya kuyatamka haya kama sijajiunganisha na damu ya Yesu. Sina haki, wala huna haki. Haki hii inayonifanya niongee kwa kujasiri namna hii, kwa kujiamini namna hii, yote hii inatokana tu na damu ya Yesu. Maandiko yanasema, Ibrania sura ile ya 12 mstari wa 24 nasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya, kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Damu ya Yesu inazungumza mema. Kwa hiyo haya yote niliyoongea ni damu imeongea kupitia kinywa changu. Maana sikuwa na uhalali kuongea haya, isipokuwa damu ya Yesu ndiyo imeleta uhalali. Sauti hii inaachilia maneno ya damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ina maneno, na maneno yake inazungumza nini?
mema, inaongea mema, mema kwa ajili yako, kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya wito wako, kwa ajili ya malengo yako, kwa ajili ya hatima yako. Ni mema, ni mema, ni mema. Hasa hayo mema orodhesha unayotaka. Wengine hapa unataka watoto, wengine unataka mume, wengine unataka mke, wengine unataka nyumba, wengine unataka ajira au kazi, unataka biashara au mtaji. Mungu anaorodhesha mema, yaorodheshe. Damu ya Yesu inenayo mema, 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 inena mema. Kwa damu ya Yesu, nisikilize, ina sauti. Damu ya Yesu ina sauti, na ndio inayotutetea. Sio maneno yetu mengi. Lazima ujielewe. Jiunganishe na agano la damu. Agano, sisi tunaishi kwenye agano. Hilo agano la damu ndio linaruhusu jeshi la mbinguni, ufalme wa Mungu ukujilie wewe. Na unakujilia kwa mema, unakujilia kwa mazuri, unakujilia kwa kukulinda, unakujilia kukutimizia hatima yako hapa duniani. Usife kabla ya lengo la Mungu kwako. Usiishi tu maisha ambayo hayatimizi malengo. Kwa hiyo ndio maana Mungu haendeshwi na hali ya kijiji chako, haendeshwi na hali ya kabila lako, haendeshwi na hali ya ukoo wako, haendeshwi na hali ya baba yako na mama yako walio maskini. Anaendeshwa na mpango wake aliyoweka juu yako. Alikuumba yeye kwa kusudi lake. Kabla hajakuumba kwenye tumbo la mama yako, yeye alikujua, alikuwa na wewe mbinguni. Alikuweka tu kwenye tumbo la mama yako. Tena kabla hata baba na mama hawajafahamiana, kuambiana hi, I love you. Yeye alikuwa na wewe mbinguni. Alipokuwa sasa akakuweka, akachagua tumbo fulani la mwanamke mwaminifu ambaye anavumilia kutunza mimba miezi 9. Akuweka kwa yule mwanamke mpumbavu ambaye anatoaga mimba, akuweka. Wengine walitolewa, wewe kwa sababu Mungu ana sababu. Alikuweka mwanamke huyu mama wako huyu, mheshimu sana. Mheshimu sana. Umpelekee kama yuko haimpelekee zawadi. Kwa sababu alikutunza miezi 9. Abidia changamoto zote amekubeba ankutunza. Sasa alikujua Mungu, ndio ana kazi yako. Ndio Yeremia anaambiwa, nilikujua kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako, na nilishakupatia utakaso. Nimeshakutakasa. Kwa wengine hapo wanasikiliza bado wanaishi maisha ovyo ovyo kidogo hapa na pale, lakini Mungu alishakutakasa. Yani wewe ni wakati unasubiriwa. Wewe ni bonge la mhubiri, wewe ni nabii, wewe ni mtume, wewe ni mwanasiasa mahiri kabisa. Wengine ni marais wanasikiliza, mwana waziri, wengine wafanya biashara wakubwa, wengine ni mabilionea, watakuwa katika mataifa mbalimbali, lakini sasa hivi bado hawana mwelekeo. Anasema nimekufanya kuwa nabii wa kimataifa. Yeremia akajitazama, akasema ni mimi au sauti yangu naisikia kama nakosea? Aomba ni wewe. Akasema hapana, mimi ni mdogo. Hakuna cha udogo, hakuna cha hali, sikusoma, hakuna kwamba mimi nina cheti tu, sina diploma, sina degree, sina masters, sina. Hapana, mimi nimekuchagua Yeremia. Mimi ni mdogo. Unawezekana wewe ni mdogo wa elimu, ni mdogo wa umri, ni mdogo wa pesa, ni mdogo wa utajiri. Unawezekana udogo kwenye eneo nyingi. Udogo wa umaarufu, haujulikani, ukoo wako haujulikani, wazazi wako haujulikani. Huo ni udogo. Unaangalia, ungewachagua wenye hela, wale waliosoma zaidi, wale wanaojua kuongea. Wengine hata watujui kuongea vizuri zaidi. Wako wanaojua kupiga mdomo vizuri bwana. Wanaongea. Hao ndio Mungu wachague. Kama vile ambavyo Haruni, Musa alisema, baba sijui kuongea, mbona unanichagua mimi sijui kuongea? Kigugumizi kimejaa tele. Lakini kuna kaka yangu wanajua kuongea. Mungu hachaguaji watu wanaojua mambo zaidi. Hachagui watu ambao wanaweza. Huchagua watu wasioweza, ili yeye akiwezesha huyu, heshima iende kwake, utukufu uende kwake, ili watu wasijivune kwamba elimu yake ndio imefanya, pesa zake ndio zimefanya, majumba yake na magari. Mungu anamjia mtu ambaye hana kitu ili amuinue. Ndio maana Yesu mwenyewe alibidi azaliwe kwenye hori ya kulia ng'ombe, ili awatie moyo
wale ambao wanaishi kwenye nyumba za nyasi, wale ambao wanaishi kwenye nyumba za matope, wawatie moyo kwamba nimezaliwa kwenye hori ya ng'ombe. Sikupata nyumba nzuri za wageni, guest house na hoteli makubwa sikuyapata. Sikupata matandiko mazuri, ni kwenye ng'ombe majani, hapo nimezaliwa. Hakujua mfalme wa falme anazaliwa, hawakujua Bwana wa Bwana anazaliwa. Alipita nyumba za wageni, hawakupata nafasi. Hawangelijua ni mfalme wa falme. Laiti wangelijua. Watu hawajafunuliwa kuhusu wewe, hawajafunuliwa kuhusu wewe, ndio maana wanakubeza, ndio maana wanakucheka, ndio maana wanakusema. Hawajui ni nani wewe. Siku moja wanasema, nilitamani yule ndugu alipitia kwangu, alikuwa na shida lakini sikumthamini. Kumbe ni bonge la mtumishi, kumbe jamaa ni mtu mkubwa sana. Unaanza tuna ushuhuda, yule aliwahi kupita kwangu lakini hukumjua. Yesu hawakumjua. Alizaliwa kwenye hori ya ng'ombe, kwenye kijiji kidogo Nazareti. Mpaka Nathanaeli anasema, je, katika Nazareti kuna jambo lolote zuri linaweza kutokea Nazareti? Haijalishi watu wanasemaje kuhusu wewe. Je, katika huyu kuna jambo litatokea? Haijalishi. Hatuendi kwa maoni ya watu, kwa mapendekezo ya watu. Hatujipendekezi kwa watu. Hatutafuti watu watukubali. Hatutafuti tuungwe mkono na mtu yote. Tujitambue wenyewe, tujijue wenyewe, tujue sisi ni nani, tuchukue nafasi yetu. Usiende na maoni ya watu. Wanakuambia hapana, umekosea, usiende njia hiyo. Wanataka uende kama wanavyofikiri wao, waende kama bakuli lao la kichwa wanavyofikiri. Unatakiwa wewe ujione mwenyewe na utembee njia ile Bwana ameweka ndani yako. Hawajui yale Mungu anasemesha ndani moyo wako. Hawajui Mungu aliyokusemesha. Hawajui. Usigombane nao. Wanatoa maoni yao. Wanakuambia wewe unatakiwa uwe hivi. Wewe watu kama wewe hawezi kuwa vile. Watu kama wewe wanatakiwa uwe hivi. Wana maoni. Achana na maoni ya mtu. Amini neno. Amini neno. Amini neno linasema nini kuhusu wewe. Bwana amesema nini kuhusu wewe. Inuka katika shida yako, inuka kwenye huzuni yako, inuka taabu yako. Jikungute maombolezo, toka kwenye maombolezo. Inuka, jikungute, jipake mafuta, jingarishe, paka perfume, piga perfume, jitamkie maneno. Mimi ndio huyo. Kama hii perfume inavonukia, kama perfume nzuri zaki, ile nzuri, usema kama vile ninavonukia nitanukia dunia nzima. Ninanukia dunia nzima. Kama unayachukua vile kidogo, kanunua na kitu fulani ule vizuri. Mungu anataka ujione. Wewe unaishi katika umaskini. Umaskini ni wa kichwani tu. Si maskini. Umaskini sio pesa. Umaskini ni hali yako unavyojiona kwamba chanzo chako ni nani. Chanzo chako sio vitu vya unavyovishika. Chanzo chako ni Bwana. Adamu hakupewa chochote, wanadamu hawakupewa chochote. Waliwekezewa utajiri hapa. Waliwekezewa hapa. Ndio maana hapakuwekwa nyumba, hapakuwa na ndege, hapakuwa na magari. Walipewa tu mapango. Walikuwa na hata nguo hazikuwepo. Hata nguo hazikuwepo. Ndivyo Mungu anavyopenda. Huwekeza nguo kwenye akili, huwekeza nyumba kwenye akili, huwekeza magari kwenye akili, ndege kwenye akili, kila kitu kwenye moyo wako vinawekezwa. Mungu anataka vile vilivyowekwa ndani yako. Wengine mpaka sasa hujakitoa hata kimoja cha kwako. Hujakitoa. Wako wenzetu, Mungu awabariki sana, wametoa magari tunayofurahia. Ni ndoto ya mtu aliyegundua kilichowekwa ndani yake. Hata hivi vifaa na ubiria ni mtu ameona vilishawekwa na Mungu ndani yake. Sasa ameviendeleza, akavitoa, akaviweka hapo. Nilikuwa ngupe ushuhuda fulani. Nilikuwa Marekani mwaka fulani. Nika mji mmoja unaitwa Dallas pale Texas. Sasa nikakutana na mzungu mmoja. Huyu ni mwanasayansi. Yeye ni mgunduzi wa teknolojia mmoja wapo. Ambapo nikapata fursa ya kwenda nyumbani kwake. Yaani yeye ndio mwanzilishi, kama vile tunasema Bill Gates kagundua hiyo software. Yeye Bill Gates ni mwanzilishi. Kama vile mtu aliyegundua kina Mark Zuckerberg waliogundua Facebook na nini, ndivyo naye amegundua. Sasa nikaenda, alichoniambia kimenisaidia sana. Akasema alikaa mahala kwenye chumba, alafu
anaruhusu mawazo yale ambayo ya kina yanakuja, mpaka alipokuja kuhakikisha hiyo kile ambacho alikuwa amekigundua. Ilichukua muda wa miaka 3, na sasa ana jina, anauza anauza ule utaalamu, ugunduzi. Unajua kule wenzetu ukigundua kitu unapata hati miliki, halafu wale watu wanapotumia wanakulipa. Kwa hiyo nikaugundua kwamba vitu vyote vimewekezwa ndani yetu, ndani yako vimewekezwa. Kwa hiyo wewe hawaja kujua watu, hata wewe mwenyewe pengine hujajijua. Ndio maana jidharau, usijidharau kwanza leo. Sasa nisikilize. Damu hii ndio inatoa uhalali. Vita ipo kwenye damu, ndugu yangu. Umepigwa kwenye damu au umelindwa kwenye damu. Unajua mtu anayekupiga anakupiga kwenye damu. Ukiona mambo yako hayaendi, lazima ujitetee kwa damu au umepigwa kwenye damu. Kwenye sadaka, ninapoongea damu naongelea sadaka. Sadaka ndio inapiga mtu na sadaka ndio inainua mtu. Maandiko yanasema, Ufunuo 12:11 yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Maana yake damu ya Yesu ilishinda. Kushinda nini? Ni vita, na ikamshinda huyo aliyekuwa alikuwa anashinda naye. Ni nani huyo ambaye alikuwa anashindana kwa damu ya Yesu? Nao ni sisi, nao ni wewe, nao ni sisi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa maneno yetu. Ni muhimu sana yakubaliane na damu inasemaje. Kwa damu inenayo mema. Wewe sasa mdomo wako usisemee mabaya. Kwa nini unajisemea mabaya? Damu inanena mema. Nena ushindi. Wachawi hawakuwezi, mizimu haikuwezi, mapepo hayakuwezi, laana haikuwezi. Hufi kwa ajali, hufi kifo cha kulogwa. Amini neno. Unajua, sikia, niongee kwa unyenyekevu zaidi. Unajua sisi hatuongei kwa kujigamba, tunaongea kwa kuliamini neno. Ukiona mtu anaongea kwa imani, ni kwa sababu ananyenyekea zaidi kwa Mungu na kutegemea Mungu na kuamini. Maana hayo naongea kama sina Mungu, kama sina ulinzi, huwezi. Kwa sababu hiyo, unapoongea kwa ujasiri ni vile unaamini kile Mungu amesema. Damu ya Yesu, na damu ya Yesu inajulikana katika ulimwengu wa mapepo, majini, wachawi wanaijua. Wanajua huyu mtu ameiamini damu, ameikubali damu, na damu sasa imemlinda, hatumwezi. Ngoja nikwambie, wewe unaangalia shetani litakuletea hofu wala usiwe nayo. Haki yako sio yako, ni ya mwana-kondoo Yesu Kristo. Sasa tunaenda kusoma kitabu cha, tutamalizia hapo sasa, kitabu cha tutaanza kitabu cha Hesabu. Tusome kitabu ya Hesabu na afu nitakuombea kidogo. Hesabu sura ya 22. Hapo tunataka kuangalia nini? Tunataka kuangalia jinsi ambavyo sadaka inapiga. Tunaona kuna mfalme ambaye aliona watu wa Mungu wana nguvu kumshinda yeye. Alijua siwezi kupigana nao. Kile alikifanya, alitafuta mchawi au mchawi. Akamwambia, nataka niwapige kwanza kwenye roho, niwapige kwenye sadaka, niwapige kwenye damu. Sasa kuna damu inenayo mabaya, hiyo ndio damu inenayo mabaya. Kuna damu za mabaya ambazo zinakunenea ufe, ufilisike, ulemae, mambo yako yavurugike. Kuna damu na zenyewe zinanena mabaya. Sasa tunaenda kuzipambanisha damu kwa damu. Damu inenayo mema na damu inenayo mabaya. Hiyo ndio mechi ilivyo. Yaani mechi iko kati ya damu inenayo mema na inenayo mabaya. Lakini inafunuliwa kupitia wanadamu. Wakati mwingine mwanadamu huyo anasema nakulaani, utakufa. Kwa hiyo ina maana ni damu inenayo mabaya inasema utakufa, hutaishi. Sasa wewe unaposema nakubariki na kuinua, na maana mimi nakubariki, lakini kuna mwingine anakuambia wewe hutafanikiwa, wewe ni mtu ovyo. Kwa hiyo mtu anapokuambia vile, ni damu inenayo mabaya inakulaani. Sasa kama wewe uko katika agano la damu ya Yesu, ile damu yake inenayo mabaya inagonga mwamba, inakwama, haitimizwi. Kwa ndio hapa tuelewane vizuri. Wewe unanitazama, kama ndani yako Yesu yupo, damu ya Yesu umeiamini, yeyote anayekulaani atakutana kwanza, ile neno la laana litakutana kwanza na damu ya Yesu.
na damu ya Yesu inanena mema. Ile damu yake au maneno yake aliyosema huyu afe, atakutana na damu na sauti ya damu ya Yesu inayosema huyu anaishi miaka mingi, huyu ataishi mpaka uzee mwema, huyu ni tajiri. Kwa ile damu inayonena mema, ile damu inayonena mabaya ikija inasema huyu nimekosea njia, itaondoka. Maana kuna damu inenayo mema iko kwako. Dunia hii imejaa mambo mabaya kila upande, lakini maadamu wewe uko na damu inenayo mema, usiwe na wasiwasi. Nguvu ya damu inenayo mema itakutetea, itatangulia kujibu damu ile inayonena mabaya, itajibu sauti za waganga na wachawi. Ni damu ya Yesu ina maneno, maana inanena mema, itatokea isema mmesemaje, mmekuja kumfanyaje. Damu ya Yesu itasema sasa ya wapate nyoyo wenyewe. Bahati nzuri ni hivi, wakikuletea mabaya, damu ya Yesu inageuza sasa mabaya mlioyaleta ya wapate wenyewe. Ndio kilichompata Farao hivyo. Farao aliwatesa watu wa Mungu. Lakini tusome mstari kabla sijaenda kwa Farao. Soma mstari wa 6. Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa. Ndio. Maana wana nguvu kunishinda mimi. Wewe anasema wana nguvu kunishinda. Kwa hiyo mtu anayetaka kukulaani, kukuloga, ameshaona una nguvu kumshinda. Anaona mambo yako juu. Kwa hiyo anatafuta pigo la rohoni, pigo la sirini. Hivi sasa ninapoongea kuna wengine wameshapigwa rohoni. Wengine wako wanalala makaburini. Wengine zaidi wananyuiza fulani ndoa yake ivunjike. Huyu fulani kila siku wanakula nyama. Sasa kuanzia sasa waanze kula matembele. Wanatamka huyu anavaa suti kila siku. Sasa tunampa viraka. Mnashangaa tu viraka vinakujaje? Unafukuza kazi, mshahara unapotea, vile viraka vinakuja. Ngoja nikupe kwa ufunuo. Malizia kwa mstari. Labda nitaweza tupate kuwapiga, wafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Anasema lengo la wewe kuja kunisaidia ni ili mimi sasa, yani huyu mtafuta mganga, huyu Mbaraki, ili niweze kuwapiga, ili nimpige. Mloge kwanza afu nimpige. Mloge kwanza na afu nimpige, nimshinde. Niende mwilini nimshinde, mpige rohoni afu mwilini nimshinde. Kuna mtu mmoja niliwahi kumkaribisha, akasema jambo fulani, nikalipenda hilo jambo. Akasema kuna eleo wanaokaa kule kuna mambo ya uchawi sana, na watu wachawi wana wivu wakijinga kabisa. Ukianza kufanikiwa anataka kuloga eti ufe. Sasa au kuloga na ufishike ili mfanane. Sasa akasema kuna mmoja ambaye alikuwa amefanikiwa kidogo. Sasa yule maskini anataka kuomba msaada pale. Akiomba hata moto. Ule moto za kijini unajua tutapeana moto. Ule moto anaenda kuusemea. Huu moto ndio unapika vizuri. Umoja unafanya wale. Anaunenea moto huo. Ukimgaia mboga anasema mnakulaga vizuri. Wanaisemea mpaka mambo yako yanabadilika. Kwa hiyo ni vizuri pia ndio unaposaidia mambo wewe roho Mungu akuongoze. Usisaidie ovyo ovyo tu. Kwa sababu wengine unapowapatia wanaenda unampatia hiyo pesa anaenda kuilalia, anasema hii hela zije kwangu. Kwa hiyo ni vizuri kabla hujampatia mtu hela inenee damu ya Yesu. Unaenda kumpa mtu hela zikaanza kwenda huko zote. Zinaenda. Kwa nini? Huyo mtu anaenda unachukua hela yako anapeleka kwa mganga. Hela zake zije kwangu. Sasa kila pesa ukimsaidia mtu isemeshe. Inyunyizie damu ya Yesu. Ili pesa zako sio zikaanza kuitwa, zikaanza kwenda ovyo, zikaanza kupotea ovyo. Kwa hiyo nimekupa asili hiyo. Mstari wa 23, sura 23. Ili uweze wewe Baraki kuwapiga, si tu hivi kwa loga, si hivi, lazima ulete damu. Ndio hapo anaambiwa. Soma mstari wa kwanza na kuendelea. Balaamu akamwambia Baraki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu.
Na Balaam akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaam, na yeye Balaam akamwambia, nitengenezee madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno kinywani mwa Balaam, akasema, umrudie Balaki, useme maneno haya. Akarudi kwake. Na hapo ndio damu inaenda. Damu imepingana na maneno ya yule. Damu sasa anamwambia nenda kaseme. Hapo ndio damu akikutana na mtu aliyepewa damu inaonena mema, Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishtumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshtumuje yeye ambaye Bwana hakumshtumu? Hapo kwanza itoshe. Nataka nikuonyeshe jambo hapa kwamba sadaka ndio zinakupiga. Unaona huyu mbaya wako hajali kutoa sadaka hata kiasi chote hicho. Wewe hata sadaka ukutoa unasikia ni kama unapoteza. Lakini adui anataka ufirisike, anaambiwa lete ng'ombe 7 na kondoo 7, anapeleka. Lakini lengo lake, kumbuka, ni kukupiga. Ni kupiga maisha yako. Ni kuvuruga maisha yako, lakini yuko tayari alipe gharama. Halafu na yeye anakaa kwenye sadaka yake. Kaa popo. Sasa unapoona pale anasema ngoja niende Mungu nione anasemaje. Unajua hata ukienda kwa waganga wanasema tumuombe Mungu. Kwa hiyo hata shetani hujiita Mungu. Kwa hiyo si kila kitu anasema Mungu ukafikiri ni yule Mungu wa kweli. Kwa hiyo lakini Mungu ana uwezo kuingilia katikati ya utaratibu wa miungu ya uongo na mganga na mchawi. Mungu hazuiliwi. Ila mchawi hawezi kuingilia kwenye mfumo wa Mungu. Hawezi. Ila Mungu ana uwezo kwenda hata kwenye ofisi ya mganga, alafu akabadilisha akamwambia ongea hivi, mimi nataka uongee hivi. Nenda kaongea hivi. Ndicho kilitokea. Akamwambia hivi, wewe umetumwa, umekuja kwa laani hawa. Umetumwa mlaani huyu mtu. Hujui huyu mtu damu anaagana na damu ya Yesu. Ndio wewe sasa. Huyu mtu hujui anaagana na damu ya Yesu. Yaani umetumwa na huyu aliyekutumwa ametoa na yeye kamwaga damu. Huyu analindwa na damu ya Yesu. Huyu laana impati. Kwa sababu impati, mrudie. Mwambie hivi, ni mlaanije yule ambaye hajalaaniwa? Ni mshutumuje ambaye Mungu hajamshutumu? Yule wale watu wamebarikiwa sana, wale hawalaaniki. Mwambie huwezi kwa laani hawa. Hiyo ni siri. Lazima ujiunganishe na damu ya Yesu ili usiwaogope wachawi na waganga. Maana yake kila unapolala jinyunyizie damu ya Yesu. Inene mema kwa ajili yako, familia yako na kila kitu chako. Ukianza safari usisafiri bila kujinyunyizia damu ya Yesu. Kuna madamu huko barabarani yanataka ajali. Kuna madamu huko yana mikosi yameshasemwa. Ukivuka tu ile barabara kamata huyu. Jinyunyizie damu ya Yesu kwenye miguu yako, kwenye mikono yako, kwenye kila kitu. Maana damu ya Yesu kwanza unaanza, damu ya Yesu ilinde uhai wako, afya yako, kazi yako, biashara, akili yako, vipawa vyako, kibali. Yaani jinyunyizie damu ya Yesu. Kuna watu wanataka ufukuze kazi. Kuna watu wanataka hilo genge life. Hiyo biashara uifunge. Huo mifugo ife. Jinyunyizie damu ya Yesu. Nenda kwenye banda, nyunyizia damu ya Yesu. Watakao dawe kuua hiyo mifugo watakipata cha moto. Watakipata. Maana sasa ni vita kwa vita. Napa ni moto juu ya moto. Wanataka ufe, tunarudisha back to the sender. Tunarudisha kwa mtumaji mauti, imrudie. Unafikiri kufa ni kuzuri? Kufa basi tuone. Yeyote anataka ufe, tunasema back to the sender. Maana hiyo rudisha, rudi kwa aliyekutuma. Mpatie hiyo. Maana si anataka mimi nifilisike, kamfilisi yeye. Ndio maana damu ya Yesu iliwalinda wana Israeli
wakati the same time ikawapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. Farao aliona raha sana kuwatupa watoto wenzao kwenye mto, anacheka, anafurahi. Watu wanatupa watoto wao kwenye mito, wanauawa, yeye anacheka, wanafurahi. Kibano kinakuja, kinakurudia na wewe. Utaona joto ya jiwe, utaona chungu ya mauti ya wenzako. Ndipo siku ilipofika, damu ilipomwagwa, Bwana malaika akaambiwa, nendeni mumwanze mtoto wa Farao, mwanzeni mumuue yeye mwenyewe. Kwa akauawa mtoto wa mkubwa, akauawa mtoto wa mfalme, ili naye apate machungu kama wengine. Halafu na wasaidizi wake wote na nchi nzima mpaka na mbuzi. Yaani ikiwa mzaliwa wa kwanza yoyote, awe ni mbuzi awe ni mbwa, walikufa, ili kuonyesha damu ya Yesu iliwalinda Israeli, ikawapiga maadui. Damu ya Yesu itakulinda wewe. Lakini wakati huo huo, wanaokutakia mabaya watashughulikiwa, wanaokuwazia mabaya watashughulikiwa, watashughulikiwa. Hapa ni shughuli kwa kwenda mbele. Yaani Mungu ameamua kukutetea, ameamua kukupigania. Hii damu itakulinda, lakini wakati huo huo malaika ataenda kumshughulikia anayekuhuzunisha, anayekufedhehesha, anayekufanya ulie kila siku, anayekufanya uomboleze, anayekutesa. Malaika anamwagiza, nenda ukampige yule, ukampea huzuni hiyo, ukamnywesha huzuni ile ile. Mnyweshe maombolezo, mnyweshe matatizo yale yanayoleta, mnyweshe mwenyewe maumivu. Na amuru malaika kampatie maumivu apate mwenyewe, mateso apate mwenyewe, kifo apate mwenyewe, umaskini apate mwenyewe. Kwa damu ya Yesu, tamka hapo ulipo na wewe, rudisha yaende kwa aliyotuma, yaende kwa aliyotuma. Maana masadaka yake hayatafua dafu. Sadaka ya damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, inanena mema katika jina la Yesu. Haleluya, sema amina nzuri. Sasa hapo akakwama, lakini adui havunjiki moyo, akatamaa kama wewe unavokata tamaa. Wewe unakata tamaa mapema. Sasa akamwambia, hii imekwama, imegonga mwamba. Sasa tunataka tutoe nyingine. Akamwambia, sura 10 mstari wa 13, akasema hebu tuende sehemu nyingine tujaribu tena. Akatoa tena ng'ombe 7 na kondoo 7. Hebu jaribu hapa kwa lani. Ikagonga mwamba tena. Mungu akasema haiwezekani. Mstari wa 19, Mungu anasema, mimi si mtu bwana, sisemi uongo, nilichosema nimesema. Soma mstari wa 19. Mstari wa 19 sura ya 23 ya Hesabu. Amen. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda. Kile alichosema, nimeshambariki huyu, nimembariki. Iwapo amenena hata lifikiliza. Ameshanena atalitimiza. Damu Yesu inatimiza. Tazama, nimepewa amri kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Pokea neno hilo. Amri ya damu ya Yesu inenayo mema, inataka ubarikiwe, na hakuna kutangua. Jitamkie, hakuna kutangua. Nimebarikiwa, hakuna kutangua. Nimebarikiwa, hakuna kutangua. Jitamkie hata mara 20, na baada ya kipindi kiendelea kujitamkia usiku mzima. Nimebarikiwa, hakuna kutangua. Yaani hakuna kutangua baraka zako. Jitamkie, ukiita damu ya Yesu, jitamkie. Umebarikiwa, hakuna wa kutangua. Nimepewa amri kubariki. Hakuna kuja kunilaani. Hakuna. Laana hazinipati, haziniwezi. Wachawi hawaniwezi, mizimu hainiwezi, hata wakijikusanya hawawezi, hawakuwezi. Kwa jina la Yesu. Endelea kusoma. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Hajaangalia hata makosa yako, ameacha, ameangalia damu ya Yesu. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Maana yake uchawi hafui dafu kwako, ndio maana hapana uchawi wowote kwa Israeli. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Wala uganga juu ya Israeli hauna nguvu. Sasa habari za Yakobo. Hakuna nguvu juu ya uganga, hakuna nguvu juu ya uchawi. Israeli hapo sio ni wewe. Yakobo ni wewe. Hii ni mifano inawekwa hapo.
Sababu hilo ni taifa teule ambalo Mungu alilipa agano na sisi tumepokea huko. Kwa hiyo anapoongea hivi usiangalie Israeli, angalia wewe. Jiangalie wewe. Mahali panapoandika Israeli jiweke wewe. Yakobo jiweke wewe. Ahadi zote na muendelea Ibrahim jiweke wewe, ni za kwako. Uchawi hauna nguvu kwako. Uganga hauna nguvu kwako. Mizimu haina nguvu kwako. Majini haina nguvu kwako. Laana zina nguvu kwako. Ndio maana anasema hapana uganga kwa Israeli. Hapana uchawi kwa Israeli. Wewe jitamkie, tamkia watoto wako. Hano maombi. Unapoomba usiombe maombi ya kulia tu bile. Unajua walokole tunalia tu. Mungu nisaidie na shida sijawa kuja. Hayo sio maombi. Omba kwa neno. Unasema watoto wangu nimewabariki, hakuna uganga utakaoweza, hakuna mikosi, hakuna nuksi, watatoka nyumbani wataenda salama, watafika salama kwenda, watarudi salama, hakuna. Unatamka hivyo kulingana na neno, na ufunuliwe kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu nene mema, popote pale unapokutana na watu wabaya, mabaya siwapate. Hivyo unatamka mema, kwa sababu dunia hii hata familia yako unaweza kukutana na watu wabaya, lakini unaweza kujiunganisha na watu wabaya, lakini unajikuta Mungu anakutoa ghafla. Unatoka kwenye mitego, unachomoka. Unasema nishaingia kwenye mitego, nimetokaje? Ni kwa sababu kuna mtu anakutamkia damu inene mema katikati ya mahali ulipojiingaiza kwa ujinga wako. Na anasema hata kama umejiingiza kwenye ujinga, mimi nakutoa hapo. Nimetumwa kukutoa hapo. Yaani nimetumwa nikusaidie. Hata kama ulijiingiza mahali na kutoa hapo. Walio kushikilia wanakuachia. Hata kama ulienda pale kwa makosa yako na kutoa, wanakuachia, hawakuwezi. Hii neno umelisikia leo. Hata kama ulitenda dhambi na kutoa, huwezi kuangamia na kutoa, kwa sababu damu ya Yesu imefuta, imenena kwa ajili ya ushindi wako. Damu ya Yesu imenena kwa ajili yako katika jina la Yesu. Sasa huyu adui hakatama. Mstari 25 anasema basi usiwabariki wala usiwalaani. Wewe huwezi kuamua nani abarikiwe. Sisi tumeshabarikiwa na damu ya Yesu. Sasa mstari wa 27 anamwambia hivi, tuende sehemu nyingine. Mara ya 3 anataka tena kwenda kutoa sadaka. Kwa hiyo alienda kutoa sadaka mara 3. Sadaka ng'ombe 21 na kondoo 21. Akamwambia hebu jaribu tena hapa. Hebu alani. Sasa mstari sura 24 tumalizia hapo. Mstari wa kwanza. Akasema sasa huyu jamaa alikuwa anaenda kwa waganga, sasa mimi nimeshagundua hapa uganga wangu umegonga mwamba. Sasa siwezi kwenda tena kwenye uchawi. Soma mstari wa kwanza. Basi Balaam alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli. Imekupendeza Bwana, imempendeza kukubariki wewe. Ndio maana damu ya Yesu ni mema, imeshampendeza Bwana ndani ya Kristo. Ndani ya Yesu imempendeza Bwana ubarikiwe. Ndani ya Yesu imempendeza Bwana nibarikiwe. Ndani ya Yesu imempendeza Bwana Tanzania ibarikiwe, Kenya ibarikiwe, Uganda ibarikiwe, East Africa ibarikiwe, Afrika ibarikiwe, ulimwengu ibarikiwe. Imeshampendeza Bwana. Inataka tu mtu mtamka neno. Mimi ndio mmoja wa kutamka mbaraka kwa ulimwengu wetu. Endelea. Hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi. Unaona? Alikuwa anaenda kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Balaam akainua macho yake akawaona Israeli wamekaa bila kabila. Mstari wa 8 tumalizia. So mstari wa 8. Mungu amemleta kutoka Misri. Ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio adui zake. Anasema atawameza. Ataivunja mifupa yao vipande vipande. Unaona? Atawachoma kwa mishale yake. Aliinama akalala mfano wa simba. Na kama simba mke, nani atakayemshtusha? Na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaanie. Tumalizia hapo. Na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaanie.